Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wapenzi, wafuatiliaji wa kipindi changu, karibuni katika chaneli yetu pendwa KR 255 TV New. Pale tulipoishia katika masomo yetu, ndio kwa siku ya leo tunaanzia hapo hapo. Kama mtakumbuka vizuri, niliwaambia kwamba watu wengine mmegeuka wataalamu, wengine mmegeuka mashujaa, walimu, wengine mmegeuka watu wa ajabu. Ninapokuwa ninatoa masomo yangu, wengi mnakuwa mnafuatilia, lakini mnaelewa kwa namna isiyokuwa, na mkijaribu inakuwa hamfanikiwi. Hii ni kwa sababu ya kutokuelewa. Kuna elimu moja nilitoa inayohusu skatika. Nikasema hii kitu skatika ukibahatika kuipata, japo inauzwa bei ghali, lakini ukibahatika kuipata, ile itakusaidia. Katika kipimo chake ukiangalia utafikiri ni dhahabu. Lakini hii inaitwa skatika, ni aina ya madini. Madini haya yanapatikana kutoka katika matumbo ya samaki wale wakubwa. Hii hapa ukiangalia utadhani kwamba ni aina ya madini au dhahabu. Kwa hiyo hii skatika una uwezo wa kuikata vipande vitatu kwa matumizi ya mara tatu. Skatika hii kazi yake kubwa, kama nilivyoweza kukwambia, inapatikana katika matumbo ya samaki waliokuwa baharini. Skatika hii ukiipata, unachukua kipande kidogo, unakichoma nyumbani, lakini hakikisha katika hiyo nyumba kunakuwa na madini mengine ambayo yanaitwa mafuta ya taa. Haya mafuta ya taa lazima yawepo ndani, angalau hata robo lita, nusu lita. Unapoichoma, basi anakuja huyo hudamu. Huyo hudamu anakuja kwa namna ya upepo, kwa kupitia kona ya nyumba. Unamweleza, mimi fulani bini fulani na shida, nataka 1 2 3 4 5. Kasoro usitume mambo ya kuua. Mwambie tu, nataka kama biashara zangu nataka zinyooke, ziende vizuri, uniletee watu watoke mashariki, magharibi, kaskazini na kusini waweze kuja kwenye biashara zangu. Kama wewe ni mfanyabiashara ya kutembea, yani ni mtu mfano, wewe biashara zako unatoka hapo na kwenda labda kununua mazao, basi unawaambia ukiwa bado huko hapa, sio umefika huko. Unaambia huku unakokwenda, kila mmoja bei ya mazao utakayokuwa anamwambia haikubali na mimi nikusanye mazao kwa wingi niweze kuja. Wallahi utafanikiwa. Kwa sababu huyu jini ambaye anakwenda kukufanyia kazi hii yuko tayari, na ni wale majini wema, makudamu wa baharini, wale wanakaa chini ya bahari. Huyu ndo atatoka atakufanyia kazi hiyo. Lakini huyu anakaa kwa muda wa mwaka mmoja na miezi 8 tu. Mwaka mmoja na miezi 8, yani miezi 20. Sasa hii ndani ya miezi 20, kama utakuwa hujanufaika naye, wewe ni maskini wa kutupa. Kuanzia Mwenyezi Mungu alivyokuumba mpaka hapa ulipo, wewe utakuwa ni maskini. Kwa sababu maskini yeyote, kitu kizuri atakiona kibaya, kibaya atakiona kizuri. Ninapowaelimisha watu namna hii, yeye hata huo mtaji wa kusema kwamba ana mtaji wa kuweza kuinunua hiyo skatika kutoka kwa wataalamu mbalimbali zinakopatikana, yeye ataona vibaya, kwa sababu hana hata nia ya kusema atanunua sindano wala atanunua udongo. Hata ukimtuma ubani maka tu inakuwa ni mtihani. Kwa hiyo nafsi yake atachukia, ataona kwamba atakaonufaika ni wale angalau wenye mtaji. Piga vita umaskini. Acha matumizi makubwa kuliko uwezo wako. Acha huruma kubwa sana kuliko uwezo wako. Tuuza fedha kidogo uweze kujinunulia vitu kama hivyo, kama skatika, ili uweze kubadilisha maisha yako yaweze kusogea mbele. Wako watu vijana wengi wamekuja wananiambia, mzee, mbona sisi tunashangaa kijana fulani tulikuwa tunafanya naye kazi mahali fulani, lakini sasa hivi maisha yake yako juu sana, lakini ukimuuliza anakupiga chenga, anakwenda hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Hiyo ni siri. Yaani ukimwambia kila mtu ni kama mimi ninavyosema hapa, ninavyokuwa nawaambia, na ndio maana unaona skatika na waonyesha hivi vitu huwa ni siri. Sio mtu anakuambia nimepata mali kwa njia hii. Hakuna tajiri hata mmoja anaweza kuambia kwamba nimepata mali kwa njia hii. Kwa hiyo tupige vita maskini, uwe mzee, kijana, uwe mwanamke, mwanamume, piga vita maskini. Tafuta mali kwa njia yoyote isiyokuwa ya haramu, iwe njia ya
fuatana na mimi katika vipindi vyangu vinavyoendelea, ili uweze kupata maarifa, uweze kupata maarifa. Yuko mtu mmoja nilimsikia anasema kwamba kile kitabu cha Shams Maarif kwamba ni haramu, usikisome, usikifanyeje. Kile unapata elimu na kile uweze ukakisoma wewe kwa akili, kisa unajua Kiarabu ndio ukakisoma ukawa umefahamu, utakwenda vibaya. Na ndio maana wanakipiga marufuku kile, lazima umpate mwalimu akufundishe, utakisoma vizuri. Nitakuja katika kipindi kingine nitaongea kuhusiana na hicho kitabu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.